Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tulifika katika nukta ambayo kwamba Nabii Musa alaihi salam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekuwa ni mwenye kumwamrisha na kumpatia wahi rasmi awe ni mwenye kudhihirisha zile miujiza ambazo kwamba amemtuma nazo kwa Firaun. Kabla tuendelee, tungependa kueleza kitu kwamba wakati ambayo kwamba mtu anapodai yeye ni nabii na yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, si kwamba tu aje na madai kwamba yeye ni mtume Mwenyezi Mungu au yeye ametumwa na Mungu. Ni lazima pia aje na miujiza ambayo kwamba ile miujiza itakuwa ni dalili tosha ya kuonesha kwamba yeye ametumwa na Mwenyezi Mungu. Miujiza ya kudai kusema kwamba mimi niko na nguvu hii haitoshi. Miujiza ya kusema kwamba mimi naweza ponya watu haitoshi. Miujiza ya kusema kwamba mimi naweza fanya kitu fulani na fulani na fulani haitoshi. Ni lazima mtu aje na miujiza ambayo kwamba ni waqi, yani miujiza ambayo kwamba iko na inaonekana na haina shaka ndani yake. Na ndio maana Nabii Musa alaihi salam, wakati ambao kwamba alimwambia Firaun kwamba Mwenyezi Mungu amenituma, yeye alitaka dalili, na Nabii Musa alaihi salam akawa ni mwenye kuja na dalili. Sasa katika kuendelea ni kwamba kuanzia aya 120 ambayo kwamba tulikuwa tumesimamia kwa aya hiyo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ulqiya saharatu sajidin, na wachawi wote wakapomoka na wakisujudu. Yani wote wakawa ni wenye kusujudu kwa ajili ya kuamini yale ambayo kwamba amekuja nayo Nabii Musa alaihi salam. Sio rahisi mchawi kukubali tu swala hilo, yani swala la Mwenyezi Mungu, swala la kusema kwamba mimi nimetii huyu bwana. Sio kawaida mchawi. Ukipata mchawi anakukubali na ukipata mchawi anakuwa ni mwenye kukunyenyekea kwa ajili ya ile nguvu ambayo kwamba uko nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ujue kwamba hiyo ni karama ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikupatia. Sasa hawa wachawi ambao kwamba walikuwa wanajulikana na ni wachawi ambao kwamba mji mzima ulikuwa unawatambua na unawaheshimu. Sasa ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema wa ulqiya saharatu sajidin, wote wakawa ni wenye kusujudu hawa wachawi. Wakasemaje? Qalu, wakasema amanna birabbil alamin, wakasema hawa wachawi wote kwamba tumeamini Mola mlezi wa viumbe vyote. Yani kuanzia wakati huu sisi tumeamini. Tulikuwa hatuamini kwamba kuna Mungu, tulikuwa tuamini kwamba kuna Mungu ambaye kwamba au kuna mtu ambaye kwamba yuko na nguvu zaidi yetu, lakini wakasema na wakatoa ushuhuda wakisema kwamba tumeamini sasa Mola mlezi wa viumbe vyote, ambaye kwamba qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun, Mola mlezi wa Nabii Musa na Mola mlezi wa Nabii Harun alayhi salam, kwamba Harun na Nabii Musa alayhi salam wao ndio walikuwa wametumwa kwa Firaun.
faqula lahu qawlan layyina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa ni wenye kuamrisha, waambieni na mwelezee Firaun maneno mazuri. Sasa sehemu na sehemu, hatuko katika aya 120, hatuko katika aya 121, lakini tuangalieni vipi Firaun alivyojibu. Qala Firaun amantum bihi qabla an adhana lakum, akasema Firaun, mmemwamini Musa, yani mmemwamini yeye kabla sijakupeni idhini. Mwanzo Firaun aliambia watu wake na wale wachawi kwamba ikiwa mtashinda mtakuwa ni watu wangu wa mkono wa kulia, lakini sasa ikabainika na ikadhihirika kwamba sio hivyo. Yani hawa wachawi sio kwamba ni wachawi wataalamu kwa Nabii Musa alayhi salam, na baada ya kubainika ndo wao wakasema kwamba tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kisha ndo baadaye Firauna akamwambia kwamba nyinyi kando na hali mlivyo, mmemwamini huyu Firaun, mmemwamini Musa, mmemwamini Nabii Musa kabla mimi sijawapatia idhini. Kisha aya inaendelea inasema, inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Akasema hizi ni njama, inna hadha la makr, kwamba hizi ni njama mlizozipanga nyinyi. Yani sasa anarudishia fimbo na kiboko wachawi, kuambia kwamba nyinyi vile mmeshindwa na vile mlivyoamini Nabii Musa, basi inamaanisha kwamba ni njama mlokula nyinyi na Nabii Musa. Kisha anaendelea Firaun anasema hizi ni njama mlizopanga mjini mpate kuwatoa wenyewe, yani mpate kuwatoa wenyeji wa mji wa Masr. Kisha akasema fasawfa ta'lamun, lakini karibu mtajua. Yani hapa sasa Firaun akawaambia kwamba basi mtajua mimi ni nani. Kabla tuendelee, hapa ni nukta ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kubainisha hiyo aya ambayo kwamba aliompa Nabii Musa alayhi salam, ambayo kwamba ni ya fimbo, ni aya miongoni mwa aya za kumfanya Firaun awe ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Firaun kando na ufirauni wake, yeye akasema kwamba hiyo ni njama ambayo kwamba Nabii Musa alayhi salam na hawa as-sahara ambao kwamba ni wachawi wamekuwa ni wenye kupanga. Na nataka tukumbushane kwamba wakati ambao kwamba yalikuwa yanaendelea haya, sio kwamba Bibi Asia hakuwepo. Bibi Asia alikuwa na wengi walishuhudia, na ndo sababu ya Bibi Asia kuwa ni mwenye kuamini ile risala na ujumbe ya Nabii Musa alayhi salam, ambayo kwamba alikuja nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea akisema, la uqatti'anna, Firaun huyu anasema la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Anasema kwamba lazima nitaikata mikono yenu, kwa vile mmenifanyia vitimbi, nitaikata mikono yenu na miguu yenu mbalimbali. Kisha anasema thumma la usallibannakum ajma'in, kisha nitakutundukeni nyote misalabani. Yani nyinyi wote nitakuwa ni wenye kuwasulubu baada ya kuwakatakata. Hii sasa ni adhabu
ya mtu ambaye kwamba anajiita Mungu anayetoa kwa watu. Ni kitu cha kustaajabisha kwamba saizi katika dunia hii hatukosi watu ambao kwamba wako na akhlaq ya huyo Firaun. Hatukosi watu ambao kwamba wako na hii akhlaq, kwamba anasema yeye ndo Mungu, yeye ndiye ambaye kwamba ameumba ardhi, yeye ndiye ambaye kwamba ameumba mbingu, ameumba jua, ameumba kila kitu ambacho kwamba kilichoko ndani ya ardhi. Hatuwezi kosa watu wa aina hii katika dunia hii ambayo kwamba tunaishi, na hawa watu ambao kwamba wako na hizi fikra bado wako. Lakini tunapenda kuambia kwamba hakuna yule ambaye kwamba atakuwa yuko na uwezo zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ni wa uhakika. Kwa hivyo Firaun, kwa vile hana nguvu, Firaun hawezi toa adhabu ya moja kwa moja. Yeye anatumia adhabu duni kabisa, kwamba atawashika na kuwakata. Mungu hashiki mtu. Mungu akitaka kukushika hashiki mtu, wala hatumii process yoyote, wala hatumii idhini yoyote, wala hamtumi mtu. Mungu akitaka kukumaliza ni hapo hapo, akitaka kukuadhibu ni hapo hapo. Innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu hafanyi mzaha kama vile Firaun anavyojita Mungu anavyofanya mzaha kwamba mimi nitawasulubu. Sasa wakati ambao kwamba yeye anasema hivyo amewasulubu, hata akiekwa na hawa wachawi 10, yeye mwenyewe akisimama kama yeye mwenyewe bila serikali yake, bila askari wake, hawezi tosha na hawezi tosha chochote. Sasa akasema Firaun, la uqatti'anna aydiyakum arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Anaendelea anasema, qalu, wakamjibu Firaun, kwa ajili waliona kwamba Nabii Musa alayhi salam ndiye ambaye kwamba yuko katika haki, ndiye ambaye kwamba anasema haki. Wakasema wachawi kwamba qalu, wakasema inna ila rabbina munqalibun, hakika sisi ni wenye kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika sisi tunamwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine ambayo kwamba inatoa dalili nyingine baada ya kuona dalili ya kwanza. Hiyo ni dalili ya kwanza ambayo kwamba tulisema tutataja dalili zote ambazo kwamba Nabii Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kupawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kumdhihirishia Firaun ili Firaun awe ni mwenye kuamini. Dalili ya pili baada ya kumaliza dalili ya kwanza ambayo kwamba ni ya fimbo ya Nabii Musa alayhi salam, dalili ya pili ni al-yadul bayda, yani mkono mweupe, ambao kwamba mkono mweupe kivipi? Nabii Musa alayhi salam alipawa dalili mbili wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma kwa Firaun, akamwambia nyingiza mkono wako kwenye chini ya kwapa lako, litakuwa ni lenye kuwa nyeupe ambalo kwamba litang'ara kwa wale ambao kwamba wanaotizama. Sasa hii ilikuwa ni miujiza, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia kutoa mkono wako na kuingiza mkono wako si maradhi. Kuingiza mkono wako na itoke iwe ni nyeupe sio kitu ambacho kwamba watu wanafikiria kwamba ina madhara baadaye. Haina madhara aina yote ile. Na hiyo ndo dalili ya pili ambayo kwamba tutaangalia aya zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba katika suratul A'raf aya ya 108 anasema kwamba wanazaa yadahu, na akatoa mkono wake, alipoingiza mkono wake akautoa Nabii Musa, fa idha hiya, na akatoa mkono wake, fa idha hiya, mara ukawa baydha, mkono wake ukawa mweupe, linnadhirin, kwa watu ambao kwamba wanaotizama. Hiyo ni aya ya kwanza ambayo kwamba
inaongea kuhusiana na dalili ya mkono. Aya nyingine ambayo kwamba inaongea kuhusiana na dalili ya mkono iko katika suratul A'raf, suratul Taha aya ya 22. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, wadmum yadaka ila janahik takhruj baydaa min ghairi su ayatan ukhra. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Taha aya 22, na uambatishe mkono wako, wadhmum yadaka ila janahik, na uambatishe mkono wako kwenye ubavu wako, takharuj baydha, utatoka huo mkono ukiwa mweupe, min ghairi su, pasipo na madhara aina yoyote ile. Yani utakapoweka mkono wako na utoe, utakuwa ni mweupe na itang'ara, ambayo kwamba ni aya miongoni mwa aya ambazo kwamba Nabii Musa alipawa. Kwa hivyo ikiwa huyu Firaun atakapouliza toa dalili, maana tabia ya wanadamu na tabia ya watu wanakuwa ni wenye kukoma na kufumba mdomo wao watakapoona dalili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ni watu wachache ndiye ambao kwamba huwa wanabisha. Sasa Mwenyezi Mungu anaendelea na malizia aya anasema, ayatan ukhra, hiyo ni ishara nyingine. Ishara ya kwanza ni ishara ya fimbo na ishara ya pili ni ishara ya mkono. Aya nyingine ambayo kwamba inaongea kuhusiana na dalili ya mkono, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Taha, katika suratu Naml, katika suratu Naml aya ya 12, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa adkhil yadaka fi jaybik takhruj bayda min ghairi su fi 9 ayatin ila firauna wa qaumih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa adkhil yadaka fi jaybik, na ingiza mkono wako katika mfuko wako, takhruj baydaa, utatoka mweupe, min ghairi su, yani utatoka ukiwa mweupe, min ghairi su, bila ya maradhi. Mtu asiseme kwamba hapana, hiyo ni maradhi ambayo kwamba imemgusa ndio maana inatoka ukiwa mweupe. Hapana, sio maradhi. Kisha anasema fi 9 ayatin, ni katika ishara 9, ambayo kwamba hii ilikuwa ni ishara ya pili ambayo kwamba Nabii Musa alayhi salam alikuwa amepawa. Yani ni aya ya pili ambayo kwamba Nabii Musa alikuwa amepawa, yani dalili ya pili ambayo kwamba Nabii Musa alikuwa amepawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema fi 9 ayatin ila firauna, ni katika ishara 9 za kumpelekea Firaun na kaumu yake. Kwa hivyo kufikia mpaka hapa tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia Nabii Musa alayhi salam aya ambazo kwamba atakuwa ni mwenye kutumia na dalili ambazo kwamba atakuwa ni mwenye kutumia ili ziwe dhidi na ishara tosha kwa Firaun, ambaye kwamba huyu Firaun, kama hatujasahau na tusisahau, ni alikuwa ndo msimamizi mkuu wa Bibi Asia, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu Bibi Asia. Tumeleta hizi aya ili kuonesha uzito wa Bibi Asia wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu anamsifia na anasema kwamba amebaki katika iman na amebaki katika itikadi yake, haikukuwa ni kitu cha mchezo. Aya ya 3 ambayo kwamba iko katika sura Al-Qasas, au aya ya 4 ambayo kwamba iko katika suratul Qasas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, usluk yadaka fi jaybik takhruj baydaa min ghairi su, ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasina ubaya wote. Yani utatoka mweupe ambao kwamba
weupe huo sio maradhi, weupe huo haina chochote, yani haina madhara yoyote kwako wewe. Hiyo ni dalili ambazo kwamba Firaun alipawa. Lakini Firauni ni nani? Firauni utamkataza mchana atakubali, usiku atakuwa mtu mwingine, ndio Firaun. Firauni utamkataza kulia ataenda kushoto, utamkataza cha kushoto atafata kilichoko kuliani. Kisha baada ya kuangalia hizo aya ambazo kwamba zinaonesha ishara ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kumtumia Firaun, saizi tutaingia katika aya ambayo kwamba iko katika Suratul A'raf aya ya 135, ambayo kwamba katika aya hii inaonesha dalili 5 zingine ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituma kwa Firaun na watu wake na wakakosa kabisa kuamini. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mandugu zangu, atujalie wakati ambao kwamba tunapoona aya miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe ni wenye kuamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa arsalna alaihim tufan, hiyo ni ya kwanza, wal jarada ya pili, wal qummala ya tatu, wadhafadia ya 4, waddama ya 5, ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Hizi ni aya 5 ambazo kwamba Nabii Musa alayhi salam alipawa tena kwenda kumuonesha Firaun kwamba yeye sio chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuonesha Firaun kwamba wewe sio kitu mbele yangu mimi. Tutaweza kuzisherehesha aya hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa arsalna alaihim tufan, basi tukawapelekea tufan. Tufan ni mafuriko makubwa ya maji ambayo kwamba ya ima yanatokamana na wakati ambao kwamba mvua inanyesha maji yanakuwa ni mengi, au wakati mwingine yanakuwa ni maji mafuriko makubwa, ndo tufan. Yani kupatikana mafuriko makubwa ya maji ndo inaitwa tufan. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na basi tukawapelekea tufan, iwe ni aya. Lakini mbele tutaona Firaun alifanya nini baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuma tufan. Mbele tutaona Firauni alifanya nini na watu wake. Sio peke yake hiyo tufani, wal jarada, na tukawatumia pia nini, nzige. Nzige sisi tunajua wale katika tulipokuwa wadogo tulikuwa tunaziita udede, lakini sasa udede ni zile ndogo. Sasa kuna zile kubwa, zile ambazo kwamba zikiingia kwenye shamba zinatafuna kama ni mimea, zinatafuna mimea. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kuwatumia hizo nzige zikawa ni zenye kutafuna mimea yao. Hiyo ni ya pili, aya ya pili. Zikatafuna mimea na zikawa zenye kumaliza. Tutaona Firauni mbele alifanya nini. Sio hiyo peke yake, akawatumia pia alqummala, akawatumia nini, chawa, zikawa zinawatafuna kila pahali. Chawa zikawa ni nyingi, hakuna kulala. Yani hapo ukijaribu tu kulala kidogo tu hivi zinakutafuna paka unatia akili. Sasa hebu angalia Firauni, kando na ukubwa wake, kando na vile anajiita yeye ni Mungu, atafunwa na chawa. Alikuwa anafanya nini? Ikiwa sisi kunguni tu kidogo tu, ikitakapokuta kwenye kitanda yako ulali, ama ikiingie kwenye kiti chako zikuvamie, tunazita jeshi, ulali ndugu yangu. Sasa je, chawa? Na ndio vile chawa huwa zinajua kufanya mwanadamu
zinajua kufanya yani zinajua kucheza mchezo wao kivyao. Walitumiwa chawa. Sasa hebu tuangalieni Firauni na watu wake vile walivyokuwa wanatafunwa na chawa, na chawa si kwamba zinakwisha, ndo zinazidi. Sasa ni kitu cha tatu hicho, chawa walitumiwa. Alafu si chawa peke yake, wadhafadia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na tukawatumia tukawapelekeni nini? Adhafadia, vyura. Vyura kila pale, vyura. Wewe unakaa kidogo, nyumba yako imeingia vyura kama 100 hivi, unalala kidogo, vyura zile, kwanza zile sauti kubwa kubwa, na pengine hata zinaweza kuwa ni zile vyura, vile vyura vikubwa vile vikiingia kwa nyumba yako, zikiguruma unasikia ni ile speaker zile kubwa zile. Sasa je, kama zitakuwa ni vyura kama 10-20 ziko kwa nyumba yako, wakatumiwa hiyo. Lakini Firauni ni nani? Si hiyo peke yake, wadama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumia pia damu. Damu kivipi? Yani maji yakawa yanabadilika, yanakuwa nini? Yanakuwa ni damu. Yani wakitaka kwenda kuchota maji yanabadilika, yanakuwa ni damu. Mwisraeli atakapoenda baharini kwa mto wa Nile akikunywa maji inakuwa ni maji. Lakini mtu yoyote ambaye kwamba ni Mkibti atakapoenda kwa mto wa Nile ajaribu kunywa, inabadilika, inakuwa ni damu. Hizi ndizo aya ambazo kwamba Firaun alitumiwa. Aya nzito kweli, aya ambazo kwamba lau sisi tutakapotumiwa sijui tutakuwa vipi. Sasa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa arsalna alayhim tufan, na tukawapelekea tufani, waljarada na nzige, walqumala na chawa, wadhafadia na vyura, wadama na damu, ayatin mufassalat, na ni ishara hizo mbalimbali ambazo kwamba tuliwapelekea. Anaendelea fastakbaru, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba fastakbaru, na wakapanda kiburi. Watakapotumiwa wanaenda kwa Nabii Musa, wanamwambia Nabii Musa, tuombee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondolee adhabu. Anaondolea adhabu. Wanatakabari, wanazidi katika kibri yao. Hakuna kitu kibaya kama kibri. Fastakbaru, basi kibri ikawa ni yenye kuwavaa. Wakanu qauman mujrimin, na walikuwa au wakawa watu ambao kwamba wakosefu sana, watu ambao kwamba wanaotenda madhambi makubwa, hawa watu wa Firaun. Lakini angalieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea, anasema nini? Anasema walamma waqa'a alayhimur rijs, na ilipo waangukia adhabu. Kwa nini? Kwa ajili wa adhabu. Wakati Mwenyezi Mungu akiwatumia aya hiyo ni tosha. Sasa anasema walamma waqa'a alayhimur rijs, wakati ambao kwamba ilipoangukia adhabu, qalu, sasa wanarudi kwa Nabii Musa, ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wanakuwa wenye kumrudia Nabii Musa alayhi salam, na wanasema vipi? Musa, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa aliyotuahidi. Bima ahida indak, aliyotuahidi. Sasa anaendelea Mwenyezi Mungu anasema, la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani Israil. Sikizeni ya ahadi. Hawa ni Waqibti ambao kwamba walikuwa wanaishi na Firaun. Angalia vile walivyokuwa wanamwambia Nabii Musa, wana mahada, ukituondolea ewe Musa adhabu, yani ukituondolea damu, ukituondolea walipotumiwa damu, ukituondolea vyura walipotumiwa vyura, ukituondolea nzige walipotumiwa nzige, ukituondolea chawa walipotumiwa chawa, na ukituondolea tufani walipotumiwa tufani. Wanasema nini? Ukituondolea adhabu hii, hapana shaka tutakuamini wewe Musa, na tutawaachilia wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa ajili mission ya Nabii Musa alayhi salam ilikuwa ni kuwatoa Waisraeli kwa mkono wake Firaun, mahali alikuwa anawatesa.
Sasa walipokuwa wakimwambia hivyo Nabii Musa alayhi salam, Nabii Musa, tuangalieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Falamma, tuangalieni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu si kwamba ni mjinga, si kwamba hajui kuwa hawa Firaun na watu wake watakuwa ni wenye kuniasi mimi. Mwenyezi Mungu si kwamba hajui. Na ukitaka kujua ndugu yangu Muislam leo, omba Mwenyezi Mungu wa mwizi. Omba Mwenyezi Mungu kuwa mwizi mzuri tu. Mungu atakujibu kwa dua yako. Dua yako hii ambayo kwamba wewe umeomba, kwamba mimi nataka kuwa mwizi. Utakuwa mwizi lakini kufariki. Hapo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza, wewe si uliniomba mimi kuwa mwizi? Nikakupatia taufiki ya wewe kuwa mwizi. Ni wewe mwenyewe ndiye ambaye kwamba unataka kuwa mwizi. Si mimi ndiye ambaye kwamba nimekufanya wewe kuwa mwizi. Wewe ndiye ambaye kwamba umeomba. Sasa angalieni anasema nini? Falamma kashafna anhum rijs. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba lakini tulipoondolea adhabu, falamma kashafna anhum rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Allahu akbar. Anasema Mwenyezi Mungu lakini tulipoondolea adhabu mpaka muda fulani, yani tulipoondolea na tukaweka mbali na adhabu kwa muda fulani, mara wakavunja ahadi yao, wakawa ni wenye kuvunja. Na ushahidi kamili ndo hizi aya Firaun vile alivyokuwa anavyofanya. Kwa hivyo inamaanisha, mandugu zangu, ni kwamba Firaun au Bibi Asia wakati ambao kwamba alikuwa na Firaun, sio kwamba tu alikuwa na Firauni kwa ajili ni Firaun, lakini kuna vitu alikuwa anasubiria sana. Ndugu yangu Muislamu, alisubiria. Na haya maneno ambayo kwamba sisi tunaongea, sio kwamba alikuwa hasikii, na sio kwamba alikuwa hasikii yale ambayo kwamba yanatoka kwa Firaun, maana kila siku alikuwa yuko na Firaun, anapata kutoka kwa Firaun. Angekuwa ni kuhadaika, anahadaika vibaya sana. Kwa kumalizia, tutapenda kusoma aya ya mwisho ambayo kwamba, au tuchukue dalili ya mwisho ambazo kwamba tutachukua kwa ufupi, alafu inshallah taala tutaendelea katika vikao vinavyokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul A'raf, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa laqad akhadhna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minath thamarati la'allahum yadhakkarun. Anasema Mwenyezi Mungu, na hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun kwa miaka, yani tuliwapatia adhabu. Tukiangalia aya za kwanza, ishara za kwanza ambazo kwamba Firaun alipawa zile mbili, ya kwanza ni ya kiboko cha Nabii Musa au fimbo ya Nabii Musa, na ya pili ni mkono wa Nabii Musa. Hizo ni dalili mbili alitumiwa Firaun. Alafu kwa hizi dalili zingine tano, hizo ni 7. Sasa hizi mbili ambazo kwamba alitumiwa Firaun pia, ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad akhadhna ala firauna bisinin, na hakika tuliwadhibu watu wa Firaun kwa miaka. Lakini adhabu kupitia nini? Ukame ambao kwamba uliwakumba. Lakini bado walipokumbwa na ukame walimrudia Nabii Musa. Tuombe Mungu, tuombe Mwenyezi Mungu atakapotuondolea adhabu hii, sisi tutakuamini na tutawapatieni wana wa Israeli. Hiyo ndio ilikuwa nini yake, hiyo ndio ilikuwa ujanja wake. Na nyingine, wanaqsim min athamarati la'allahum yadhakkarun, na kwa upungufu mazao yao yakawa ni machache ili wapate kukumbuka. Ilikuwa haiwatoshi, lakini bado wakamrudia Nabii Musa vile vile na wakamwomba Mwenyezi Mungu akawatolea. Lakini sasa mwisho ikafika mwisho, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamangamiza kabisa Firaun, kwa ajili alikuwa ni summun bukmun umyun Firaun. Na hata wakati ambao kwamba Firaun yeye mwenyewe aliposema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'ani, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, tunakuweka wewe na mwili wako huu
ili iwe dalili kwa wale ambao kwamba watakaokuja baadaye. Lakini kabla hapo alimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba, akamwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimeamini Mwenyezi Mungu, akasema kwamba mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu baada ya kuona adhabu, baada ya kuona kwamba sasa bahari mbili yani bahari yani mto wa Nile ilivyokuwa imepasuliwa katikati, akaanza kumfukuza Nabii Musa, mto huo ukarudi vile ilivyokuwa, sasa ikawa yeye ndo mwisho wake. Sasa hapo ndo akaanza kusema mimi nimemwamini Rabbi Musa wa Harun, nimemwamini Mungu wa Musa na Mungu wa Nabii Harun. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, una saizi ndo naamini? Saizi wakati huu wa adhabu ndo naamini? Ambaye kwamba haina manufaa aina yote. Huyu ndo Firaun, ndugu zangu. Huyu ndo Firaun ambaye kwamba alikuwa anaishi na bibi Asia. Madada zetu ambao kwamba mnatufuatilia, huyu ndo Firaun, yani huyu ndiye ambaye kwamba bibi Asia alikuwa anaishi naye, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa mfano wa bibi Asia, mfano kwa wale ambao kwamba walioamini, na alikuwa katika dharf na dhuruf na hali ngumu sana bibi Asia, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtaja katika Qur'an bibi Asia na akampatia heshima zote huyo mwanamke. Je, hili ni swali kwamba wewe kama binti ya Kiislamu, binti ambaye kwamba uko katika dini ya Kiislamu, huwezi fata mwenendo wa bibi Asia katika zama hizi ambazo kwamba tunaishi, kila kitu imekuwa ni exposed. Je, huwezi ishi kama bibi Asia vile alivyokuwa, na huwezi kuwa na subra, ile subra ya bibi Asia ambayo kwamba sio kwamba haiwezekani kusubiria, ni kitu ambacho kwamba kinawezekana. Lakini swali ni kwamba je, haiwezekani? Ni kwamba inawezekana. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.